Na msikilizaji, karibu kwenye uchambuzi wa taarifa zetu za mchana. Jina langu ni Awadhi Rashid na tunaenda sote pamoja mpaka majira ya saa 8 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Na miongoni mwa taarifa ambazo utazisikiza katika matangazo haya rubaa za kimataifa ni pamoja na Tanzania imepata waziri mkuu mpya, ni Mwigulu Lameck Nchemba ambaye amependekezwa na Rais Samia Suluhu Hassan. Uteuzi wa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, nimemteua Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba kwa watumishi wa umma wavivu, wazembe, wala rushwa na wenye lugha mbaya kwa Watanzania. Tuwe tayari, wavivu wote, wazembe wote ndani ya ofisi za umma. Nitakuja na fiekeo na rato. Lazima maono ya Mheshimiwa Rais, lazima ahadi ambazo Mheshimiwa Rais amewaahidi wa Tanzania lazima zitekelezwe. Na Wakenya wameonywa kuingilia masuala ndani ya Uganda. As a country, we will not allow this very little. Kama nchi hatutaruhusu tukio hili dogo sana kuingilia kati uhusiano mzuri na wa kirafiki wa pande mbili uliopo kati ya Kenya na Uganda. Hata hivyo, tunawasihi ndugu zetu nchini Kenya kushikamana na siasa nchini Kenya. Watu ambao wana haki ya kushiriki katika uchaguzi, ikiwa ni pamoja na kampeni nchini Uganda, wanapaswa kuwa Waganda. Waacheni Waganda wacheze siasa zao. Kila nchi ina mamlaka yake na inapaswa kuruhusiwa kutumia uhuru huo kulingana na maagizo ya katiba yao. Pamoja na hayo, tutaelekea pia kule nchini Venezuela ambapo taifa hilo limetangaza kwamba jeshi lake lipo katika utayari wa hali ya juu, wakati huu ambapo Marekani inazidisha kupeleka silaha nzito za kijeshi katika bahari ya Karibi. 0752270000 unawasa wa kushiriki nasi kwa kutuma ujumbe mfupi kupitia namba hizo na sisi tukazisoma. Tuanze basi uchambuzi wa taarifa ambazo tumekuandalia mchana wa leo. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amemteua mbunge wa Iramba Magharibi Daktari Mwigulu Lameck Nchemba kuwa waziri mkuu wa 12 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hati ya pendekezo la jina lake kwa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliwasilishwa mapema leo kwa Spika wa Bunge Musa Azani Zungu ili kuthibitishwa kwa kura za wabunge kwa mujibu wa ibara 51 ya Katiba ya Tanzania. Mara baada ya wabunge kumthibitisha, Mwigulu Lameck Nchemba aliahidi kufanya kazi kwa kasi zaidi ili kuhakikisha maono wa Rais Samia Suluhu Hassan kwa Watanzania yanafikiwa kwa ukamilifu wa kipekee. Nawashukuru sana waheshimiwa wabunge kwa imani hii kubwa mliofanya ya kuthibitisha jina langu. Asanteni sana. Mmenipa faraja na mmenipa deni kwa imani hiyo kubwa mlionipatia. Niwaahidi serikali itashirikiana nanyi, itapokea maoni yenu, itapokea hoja zenu, tutawasikiliza. Na Mheshimiwa Spika, niseme tutawasikiliza bila ubaguzi, hata walio wachache watakuwa na fursa sawa kwa sababu bunge lako ni bunge moja. Mheshimiwa Spika, tuko na kazi kubwa mbele yetu. Kwa nafasi niliyopewa, nchi yetu chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan hivi majuzi ilitunga dira mpya ya 2025-2050. Awamu ya pili ya serikali ya awamu ya 6 ndio itakuwa awamu ya kwanza ya kutekeleza dira mpya. Na Mheshimiwa Spika, unatambua kwenye mbio za vijiti za kupokezana, mwanzishaji wa mbio hizo kipande cha kwanza asipokimbia kwa mbio ndefu kwa spidi kubwa, hata wale watakaokuwa wanampokea watakuwa tayari wamechelewa. Sasa serikali ya awamu ya 6 kwa awamu ya pili ndio inaanzisha utekelezaji wa dira ya 2025-2050. Mheshimiwa Spika, dira hiyo imebeba matarajio na matumaini makubwa ya Watanzania. Imebeba matumaini makubwa ya vijana ambao ndio hasa walengwa wa dira hiyo. Mheshimiwa Spika, tuna kazi kubwa ya kuanza vizuri kwenye utekelezaji wa dira hiyo, huku tukimalizia viporo vilivyokuwa havijakamilika kwenye dira ya 2025. Mheshimiwa Spika, natambua pia ilani ya uchaguzi ya CCM ambayo imejumuisha masuala yote ambayo ni kero kwa Watanzania katika maeneo mbalimbali. Na nilikuwa nafuatilia hata kampeni za uchaguzi, na ninyi waheshimiwa wabunge, kila eneo mlikuwa
mkijiaziliza yale ambayo yapo kwenye ilani, ambayo ni mahitaji ya Watanzania katika maeneo yenu. Ilani hiyo imebeba matumaini makubwa ya Tanzania. Mheshimiwa Rais ametoa ahadi kupitia ilani ya uchaguzi kushughulikia tatizo la ajira kwa vijana, kutengeneza ajira zisizopungua milioni 8. Hii ni kazi kubwa ambayo tutafanyia uratibu, usimamizi kuweza kuhakikisha kwamba ndoto ya Mheshimiwa Rais wa Tanzania wa vijana wetu kupata ajira inatimia. Tutaratibu mpango mkakati ndani ya serikali na kushirikisha sekta binafsi kuweza kuhakikisha kwamba dira hiyo ya Mheshimiwa Rais ya kutengeneza ajira zisizopungua milioni 8 inakwenda kutimia. Mheshimiwa Spika, pamoja na Tanzania kuwa nchi tajiri, bado tuna asilimia isiyopungua 8 ya Watanzania, asilimia 8 ya Watanzania wanaoishi katika umaskini wa kupindukia. Tuna takribani asilimia 26 ya Watanzania wanaoishi kwenye umaskini wa kipato. Niwakumbushe Watanzania, mimi umaskini wa Watanzania sijausoma kwenye kitabu, nimeuishi. Niwahakikishie Watanzania hasa wa mazingira ya chini watasikilizwa kwenye kila ofisi ya umma. Kila aliye Mtanzania, hii nchi ni yake. Watanzania wote watasikilizwa kwa nidhamu katika ofisi za umma. Watanzania watafikisha kero zao na watumishi wa umma watakwenda kwenye makazi, kwenye maeneo ya Watanzania kutatua kero za Watanzania. Kwa kuzingatia kazi kubwa iliyoko mbele yetu niliyoisema, watumishi wa umma na Watanzania sote tuwe tayari. Lazima tuende kwa gia ya kupandia mlima. Lazima tuende kwa gia ya kupita kwenye bahari yenye mawimbi. Lazima tuende kwa gia ya kupita kwenye anga lenye mawingu. Lazima chombo kifike salama na watu wake wakiwa salama. Kwa watumishi wa umma wavivu, wazembe, wala rushwa na wenye lugha mbaya kwa Watanzania, tuwe tayari. Wavivu wote, wazembe wote ndani ya ofisi za umma, nitakuja na fiekeo na rato. Lazima maono ya Mheshimiwa Rais, lazima ahadi ambazo Mheshimiwa Rais amewaahidi wa Tanzania lazima zitekelezwe. Ni Waziri Mkuu Mwigulu Lameck Nchemba akizungumza baada ya kuthibitishwa na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini swali ambalo wengi wanajiuliza ni je, Mwigulu Lameck Nchemba atatosha katika viatu vya waziri mkuu? Hilo ndilo swali ambalo nasi tumemuuliza mchambuzi wa masuala ya siasa Said Miraji, na haya ni maoni yake. Ana uzoefu wa kutosha. Kwa sifa tu ya kuwa waziri mkuu, ana uzoefu wa kutosha. Amekuwa waziri tena katika sekta au katika wizara nyeti. Kwa sababu sasa hivi crisis kubwa katika dunia tulizonazo, crisis, tuna matatizo kwenye masuala ya uchumi, yeye ni mchumi. Tuna matatizo makubwa sana kwenye nidhamu ya matumizi ya fedha, amekuwa waziri wa fedha. Tuna matatizo ya kidiplomasia, tuna matatizo ya kisiasa na kijamii, poromoko wa maadili na mambo mengine. Kwa hivyo usafi wa imani yake ndio utakaoweza kutuvua hapa tulipo na kwenda pengine. Na wanasema Waswahili, don't judge a book by its cover. Kwa hivyo mimi natazama kwenye utendaji mtu anawajibikaje, kwa sababu binadamu ni mwenye kubadilika. Kuna mtu unaweza kumuona mpole sana, ukasema huyu bwana kwa hapa tunahitaji mtu jasiri. Lakini ukimpa nafasi kumbe ni jasiri sana. Ule upole ni kwa sababu alikuwa hana yale mamlaka. Lakini ukija kwenye age, anaweza kuwa amebalance kwenye age zote. Tunasema ni mtu wa makamo, hajawa mzee. Yaani ni mtu ambaye kiakili ameshapevuka above 40. Bado watu wanasema kwamba yaliyomo kwenye kifua cha mtu yanadhihirika aidha kwa matendo au kauli zake. Jambo la kwanza kuliko yote ni utulivu wa nchi, ni kuunganisha na kuirudisha nchi katika hali yake ya kawaida. Sasa hivi tunatamka kama nchi imerudi katika hali ya kawaida, lakini tujiulize ndani ya nafsi zetu, ukiachilia mbali yale tunayoyaona pale juu, tuna uhakika kwamba kuna mridhiko mkubwa sana wa wananchi tunaoongoza? Pili, stability ya uchumi. Uchumi wetu ulikuwa una rekodi ya kwamba unakuwa. Tujiulize baada ya matukio yaliyotokea, hakuna athari za kiuchumi tulizozipata? Recovery yake itachukua muda gani? Na huo muda itakaochukua itatuweka kwenye nafasi gani? Tutaporomoka? Tutaweza kurudi tulipokuwa? Na tutaweza kupanda juu kwa haraka? Lakini utangamano, umoja wa kitaifa baina ya Zanzibar na Tanganyika, baina ya jamii moja na jamii nyingine, wakulima na wafugaji, wafanyabiashara, vijana, wanawake na kadhalika.
lakini imani ya wananchi kwa serikali yao. Yeye sasa hivi ndio kiongozi mkuu wa utendaji wa shughuli za serikali, anapaswa kuhakikisha anarudisha tumaini la wananchi kwa serikali yao. Kwa hivyo asiwe na ulimi wa moto, bali awe na matendo yanayoamsha tumaini, na sio tubaki kwenye tumaini, tuweze kufikia kwa haraka kwenye baadhi ya malengo. Unajua kuna malengo ya muda mfupi na malengo ya muda mrefu. Yeye amekuwa Wizara ya Fedha, kwa hivyo amekuwa akisimamia mipango mingi ya maendeleo, na amekuwa akijua masuala ya changamoto tulizonazo kwa vijana na nini, kwenye masuala ya kodi, kwenye makusanyo ya pesa za serikali, kwenye mipango yetu, wapi tunapofeli, thamani ya fedha yetu kwa haionekani. Wakati mwingine watu wanapewa fedha, labda pengine wanafanya miradi chini ya kiwango, bajeti ya serikali, wizara zinapangiwa, lakini pengine hazipati kwa asilimia inayotakiwa kwa wakati. Kuna mambo mengi sana ambayo ana uzoefu nayo kwa nafasi aliyokuwa nayo. Je, ataweza kuyatekeleza vipi akiwa? Ni sawa na kuwa mchawi kapewa mwana ale. Alikuwa ni mtu ambaye linakuja juu jina kuliko matendo. Unajua kuna wakati akitajwa tu mtu unaona matendo yake, na kuna wakati akitajwa mtu linasifika zaidi jina lake. Kwa mfano, Mrema alikuwa naibu waziri mkuu hapa na waziri wa mambo ya ndani. Ukilisikia tu jina la Mrema unajua wanawake wakifanya hivi na hivi, wanaume ukipiga mwanamke kuna Mrema, sijui hukulinda sungusungu kuna Mrema, sijui hukufanya hivi. Sasa yeye aliweza kubalance jina na matendo. Ukimtizama Sokoine, ulikuwa ukimwona tu Sokoine unajua wala rushwa watakoma. Kwa hivyo kuna vitu vilikuwa vinakwenda sambamba baina ya jina na matendo. Lakini naambie mzee Msuya aliwahi kuwa waziri mkuu. Jina lake unaweza kulinasibisha na matendo yapi ya ukakamavu fulani hivi. Athari yake ilikuwa ni katika utendaji usiokuwa na makelele. Kwa hivyo kila mmoja anakuja na sifa yake, na kwa kutegemea mazingira ya wakati ule. Waziri wetu mkuu mtarajiwa, tunahitaji jina lake libebwe na matendo yake, na sio matendo yake yabebwe na jina lake. Maana yake awe ni mtu wa kazi zaidi, awe ni mtu wa vitendo zaidi kuliko kusema. Hii dunia ya sasa tulionayo na mambo yetu tulionayo kwenye nchi yetu hayahitaji kauli nyingi. Kuambia watu nitafanya hivi ili pawe pazuri, watu tushazoea hayo. Fanya. Ni Saidi Miraji, mchambuzi wa siasa za kitaifa, akizungumza kuhusiana na uteuzi wa Mwigulu Lameck Nchemba kuwa waziri mkuu wa 12 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kwa taarifa ambayo inatoka Ikulu ni kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan atamwapisha waziri mkuu Mwigulu Lameck Nchemba kesho katika viunga vya Chamwino mkoani Dodoma kuanzia majira ya saa 4 kamili za asubuhi. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, haya ni matangazo ya Rubaa za Kimataifa tukitangaza mbashara kutoka Arusha, Tanzania. Mimi ni Awadhi Rashidi. Tuendelee kusalia katika taarifa za kanda, na kwa sasa tuelekee kule nchini Uganda. Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ametoa onyo kali kwa Kenya, akisisitiza kuwa taifa lake lina haki ya kihistoria na kisheria ya kufikia bahari ya Hindi kupitia ardhi ya Kenya. Jenerali mstaafu Yoweri Kaguta Museveni amesema iwapo swala hilo halitopatiwa suluhisho la kudumu, kuna uwezekano wa kuzuka kwa mgogoro wa vita kati ya Kenya na Uganda hapo baadaye. Taarifa ya mwanahabari wetu Amina Yahaya inatufahamisha zaidi. Akizungumza kwa msisitizo wakati wa mkutano na maafisa wa serikali mjini Kampala, Museveni alisema Uganda imefungiwa nje kwa muda mrefu kuhusu kile kinachostahili kuwa chake kwa miongo mingi, akidai kuwa Kenya inapaswa kuruhusu taifa hilo lisilo na pwani kupata njia moja kwa moja kuelekea baharini. Kama Uganda inataka kujenga jeshi la majini, hatuwezi kwa sababu hatuna ufukwe wa bahari. Tumekuwa tukizungumza mara kwa mara na Kenya kuhusu reli na bomba la mafuta, lakini bahari ni ya kwangu. Ni lazima nipate bahari hiyo, na tukikosa umakini vitazuka siku zijazo, alisema Museveni kwa msisitizo. Kauli hiyo imezua mjadala mkali katika ukanda wa Afrika Mashariki, huku wachambuzi wakionya kuhusu ongezeko la mvutano kidiplomasia na athari zake kwa uthabiti wa kanda nzima. Matamshi hayo pia yameungwa mkono na mwanawe Jenerali Muhoozi Kainerugaba, ambaye ni kiongozi wa kijeshi na mshauri maalum wa Rais Museveni. Katika ujumbe wake wa hivi karibuni, Muhoozi alidai kuwa Uganda imezuiliwa kwa muda mrefu mno na akaitaka Kenya kuharakisha inaruhusu Uganda kutumia bahari ya Hindi.
Kenya iwape Waganda ufuko wa bahari ya Hindi haraka. Tukizidi kuchelewa, matatizo makubwa sana yatatokea siku zijazo, alisema Muhoozi, akisisitiza kuwa suala hilo si la kibiashara pekee, bali ni haki ya taifa na mamlaka kamili ya Uganda. Kwa muda mrefu, Uganda imekuwa ikitegemea bandari za Mombasa na Dar es Salaam kusafirisha bidhaa zake kwenda na kutoka nje ya nchi. Hata hivyo, kauli za hivi karibuni kutoka kwa viongozi hao wawili zimeibua maswali kuhusu mustakabali wa mahusiano wa karibu wa kidiplomasia kati ya Kenya na Uganda ambao umedumu kwa miongo kadhaa ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Serikali ya Kenya kwa upande wake imepunguza uzito wa matamshi hayo ya Museveni, ikisema kuwa yamenukuliwa nje ya muktadha na hayakumaanisha tishio lolote la kivita. Akizungumza na wanahabari jijini Nairobi, Katibu Mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje Dr. Korir Sing'oei alisema kauli ya Rais Museveni ilikuwa mfano, haipaswi kuchukuliwa kwa maana halisi. Rais Yoweri Museveni alikuwa akizungumza kwa njia ya mfano, si kwa maana kwamba kuna jambo lolote lililofanywa kwa namna aliyoieleza, alisema Dr. Sing'oei. Aliongezea kuwa Kenya inathamini uhusiano wake wa kihistoria na Uganda na haina nia yoyote kuanzisha mvutano wowote. Ninaamini Rais Museveni anauelewa wa kutosha kuhusu mipaka ya kimaeneo na sheria za kimataifa, alisema afisa huyo. Wataalamu wa kidiplomasia na masuala ya usalama wa kikanda wameonya kuwa matamshi ya Museveni yanaweza kutikisa uthabiti wa kisiasa kwa ukanda wa Afrika Mashariki, hasa katika kipindi ambacho mataifa ya wanachama wa EAC yanajitahidi kuimarisha umoja wa kiuchumi, kisiasa na kijeshi. Baadhi ya wachambuzi wamesema kauli hizo zinaweza kuwa ni jaribio la kisiasa la Museveni kuimarisha ushawishi wake wa ndani kuelekea uchaguzi mkuu wa Januari mwakani ambapo anatarajiwa kugombea muhula wa 8. Museveni anaweza kuwa anatumia hoja ya ufuko wa bahari kama kadi ya kisiasa kujenga hisia za utaifa miongoni mwa Waganda, alisema mchambuzi wa masuala ya Afrika Mashariki Profesa Peter Kagwanja. Pamoja na misimamo hiyo mikali, mpaka sasa hakuna dalili za mvutano rasmi wa kidiplomasia kati ya Nairobi na Kampala. Mataifa hayo mawili yanaendelea kushirikiana katika miradi mikubwa ya miundombinu ikiwemo reli ya kisasa SGR inayounganisha Mombasa, Naivasha na Kampala, lakini pia barabara kuu ya Kisumu Kampala Expressway inayolenga kuimarisha biashara ya kikanda. Hata hivyo, wachambuzi wameonya kuwa iwapo mijadala ya kisiasa haitathibitiwa kwa hekima, inaweza kuchochea hisia za utaifa na kuathiri uhusiano wa muda mrefu kati ya mataifa hayo mawili. Huku Uganda ikisisitiza haki yake ya kufikia bahari na Kenya ikisisitiza kuwa haina tatizo la kibiashara na Kampala, hali ya tahadhari imeendelea kuongezeka ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Wachambuzi wanashauri kwamba viongozi wa kanda wachukue hatua za kidiplomasia haraka kurejesha utulivu wa mawasiliano kabla mjadala huo wa bahari ya Museveni haujageuka kuwa chanzo kipya cha mgawanyiko katika ukanda wa Afrika Mashariki. Mimi ni Amina Yahaya wa Rubaa za Kimataifa. Taarifa ya mwanahabari wetu Amina Yahaya kuhusu Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni kutoa onyo kali kwa Kenya, akisisitiza kuwa taifa lake lina haki ya kihistoria na kisheria ya kufikia bahari ya Hindi kupitia ardhi ya Kenya. Bila shaka ripoti hiyo umeifahamu vizuri. Sasa tuelekee kule Caracas nchini Venezuela, ambapo serikali ya Venezuela imeweka majeshi yake katika hali ya tahadhari ya kiwango cha juu na kuamuru mzozo mkubwa wa kitaifa wa kijeshi kufuatia ongezeko la uwepo wa wanajeshi wa Marekani katika eneo la bahari ya Karibi. Mwanahabari wetu Aminiel Samuel amefuatilia kwa karibu swala hilo na kuandaa ripoti ifuatayo. Serikali ya Venezuela imeweka majeshi yake katika hali ya tahadhari ya juu na kuamuru mzozo mkubwa wa kitaifa wa kijeshi kufuatia ongezeko la kuwepo na wanajeshi wa Marekani katika eneo la Karibi. Waziri wa ulinzi wa Venezuela Vladimir Padrino Lopez alitangaza Jumanne usiku kuwa takriban wanajeshi 200,000 wamewekwa katika hali kamili na ya utayari wa kivita, wakiwemo vikosi vya ardhini, majini, angani. Alisema mazoezi makubwa ya kijeshi yatafanyika hadi Jumatano ili kuimarisha ulinzi wa taifa. Tangazo hilo lilitolewa muda mfupi baada ya jeshi la wanamaji la Marekani kuthibitisha kuwa meli ya kubeba ndege za kivita USS Gerald R. Ford pamoja na meli 3 za kivita zimeingia katika eneo linalosimamiwa na US Southern Command ambalo linahusisha sehemu kubwa ya Amerika ya Kusini
na eneo la Karibi. Meli ya Ford ambayo ndio kubwa na ya kisasa zaidi katika jeshi la wanamaji la Marekani ikiwa na takriban wanasaili 4,000 imehamishwa kutoka maji ya Ulaya kuelekea Amerika ya Kusini kwa kile Pentagon imeeleza kuwa ni operesheni ya kudhibiti usafirishaji wa dawa za kulevya. Kwa mujibu wa taarifa, kuwasili kwake kumeongeza idadi ya wanajeshi wa Marekani katika eneo pana la Karibi hadi takriban 15,000. Hata hivyo, hatua hiyo imezua hofu kubwa mjini Caracas, huku viongozi wa Venezuela wakilaani hatua hiyo kama tishio la wazi kwa uhuru wa taifa. Rais wa Marekani Donald Trump, ambaye kwa muda mrefu ameituhumu Venezuela kwa kuisaidia magaidi wa dawa za kulevya, aliamuru kupelekwa kwa meli hizo mwezi uliopita na akasema huenda akaruhusu mashambulizi ndani ya ardhi ya Venezuela endapo usalama wa Marekani utahatarishwa. Kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari, tangu mwezi Septemba, jeshi la Marekani limefanya angalau mashambulizi 19 dhidi ya vyombo vidogo vya baharini katika maji ya kimataifa, vikidai kuwa vilikuwa vinatumiwa na wasafirishaji wa dawa za kulevya, tukio lililosababisha vifo vya zaidi ya watu 70. Rais wa Venezuela Nicolas Maduro amepinga vikali tuhuma hizo, akisema Marekani inabuni vita vipya kupitia kisingizio cha vita dhidi ya dawa za kulevya. Washington inatumia kisingizio cha vita vya madawa ya kulevya kuhalalisha operesheni ya mabadiliko ya utawala, alisema Maduro katika hotuba iliyorushwa moja kwa moja kwenye televisheni ya taifa. Jumatano, Maduro alichapisha picha kwenye mitandao ya kijamii zikionyesha mazoezi ya kijeshi yanayoendelea nchini kote, akiandika, tuko tayari kulinda nchi yetu katika ardhi yoyote na chini ya hali yoyote. Kwa mujibu wa shirika la Reuters likinukuu nyaraka za ndani za upangaji wa kijeshi wa Venezuela, jeshi hilo limepanga pia kutumia mbinu za vita vya msituni, guerrilla tactics, ili kupinga mashambulizi yote ya angani au ardhini yatakayofanywa na Marekani. Wachambuzi wa masuala ya kimataifa wanasema mvutano huu unazidi kutikisa usalama wa kanda ya Amerika ya Kusini, huku mataifa jirani kama Cuba na Bolivia yakionyesha mshikamano wa Caracas, na Washington ikisisitiza kuwa haitarajii vita vya moja kwa moja, lakini haitasita kuchukua hatua ikihitajika. Nikiripoti Ruba za Kimataifa, mimi ni Amin Samuel. Ni taarifa ya mwanahabari wetu Aminiel Samuel kutoka huko nchini Venezuela, ambapo jeshi la taifa hilo limejiweka katika hali ya utayari wa hali ya juu. Msikilizaji wa Arusha Radio, sasa tuelekee kule Urusi, ambapo serikali ya Urusi imesema inafahamu vyema harakati za mataifa magharibi kujihami upya kwa ajili ya kile kinachoonekana kama maandalizi ya vita dhidi yake, na imejipanga kikamilifu kukabiliana na hali hiyo. Mapema hii leo niliandaa sehemu ya ripoti hii. Msemaji wa ikulu Urusi Kremlin Dmitry Peskov amesema siku ya Jumatano kwamba Urusi imekuwa ikitambua kwa muda mrefu hatari ya kijeshi kutoka nchi za magharibi na tayari imechukua hatua zote muhimu kulinda maslahi na usalama wake wa kitaifa. Kuna hali ya kijeshi waziwazi katika mataifa ya magharibi na hilo si jambo jema, alisema Peskov, lakini tumekuwa tukilifahamu hilo kwa muda mrefu na tumejiandaa mapema kuchukua hatua za kulinda nchi yetu, alisema. Kauli hiyo inafuatia onyo lililotolewa na rais wa Serbia Alexander Vučić aliyesema wiki hii kuwa kuongezeka kwa silaha na bajeti za ulinzi barani Ulaya kunazidi kuongeza uwezekano wa kutokea kwa vita vya moja kwa moja kati ya Urusi na mataifa magharibi. Peskov aliongeza kuwa kampeni ya Umoja wa Ulaya ya kuongeza matumizi ya kijeshi yenye thamani ya mamia mabilioni ya euro inafanyika chini ya kisingizio cha tishio kutoka Urusi, jambo ambalo Moscow imesema ni udhaifu wa kisiasa unaolenga kuficha matatizo ya kiuchumi na kijamii ndani ya bara hilo. Poland tayari imeongeza matumizi ya ulinzi hadi karibu 5% ya pato lake la taifa na nchi nyingine zinafuata mkondo huo, jambo ambalo linaangamiza uchumi wao wenyewe, aliongeza Peskov. Urusi inaituhumu NATO kwa kuendelea kupanua mipaka yake kuelekea mashariki na kuchochea siasa za uhasama, ikisema hatua hizo ndio chanzo cha mzozo wa Ukraine na mgogoro wa sasa wa usalama barani Ulaya. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema Washington imekaribia kuishiwa na malengo mapya ya vikwazo dhidi ya Moscow kufuatia hatua hivi karibuni ya kuwekea adhabu kampuni kubwa mafuta ya Lukoil na Rosneft. Rubio alisema vikwazo hivyo vipya vilitolewa kwa agizo la Rais Donald Trump mwishoni mwa mwezi Oktoba kufuatia ombi la Ukraine na washirika wake wa Ulaya. Tumepiga vikwazo kampuni zao kubwa za mafuta, jambo ambalo kila mtu amekuwa akilitaka. Sina hakika kama bado kuna chochote cha kubaki kwa ajili ya kufanya vikwazo, alisema Rubio alipozungumza na waandishi wa habari. Marekani pia imezuia mpango wa Lukoil kuuza mali zake za nje kwa kampuni moja ya biashara ya nishati yenye makao yake Uswizi, ikidai kuwa na uhusiano na serikali ya Urusi. Rubio aliongeza kuwa sasa jukumu la kushughulikia meli za Urusi zinazotumiwa kusafirisha mafuta kinyemela linapaswa kuchukuliwa na mataifa ya Ulaya. Licha vikwazo hivyo vikali, Moscow imesema uchumi wake umejipanga upya kuelekea biashara katika masoko yasiyo magharibi, hasa Asia, Afrika na Amerika Kusini.
Wakati Urusi ikionekana kuimarika kiuchumi, Ukraini inakabiliwa na mgogoro mkubwa wa kifedha. Ripoti zinaonyesha kuwa Kyiv inaweza kukosa fedha kufikia mwezi Januari iwapo misaada ya magharibi haitazidishwa. Umoja wa Ulaya unapendekeza mkopo wa fidia wa euro bilioni 140 sawa na takribani dola bilioni 160 kutumia mali zilizozuiliwa za Urusi kama dhamana, jambo ambalo Moscow imeita wizi wa wazi wa mali za taifa lake. Hata hivyo, Ubelgiji inayoshikilia sehemu kubwa ya mali hizo kupitia benki ya Euroclear imepinga pendekezo hilo, ikitaka mataifa mengine ya magharibi kushiriki hatari za kifedha na kisheria. Kwa upande mwingine, rais wa Poland Karol Nawrocki amesema nchi yake haitoruhusu tena ushirikiano wake na Ukraini kuamua maslahi ya kitaifa ya taifa lake. Akizungumza katika mahojiano na kituo cha televisheni cha Wall Street 24, Nawrocki alisema Warsaw imeenda mbali sana katika kuisaidia Kyiv na sasa inataka uhusiano wa usawa unaozingatia maslahi ya Poland. Poland haitokuwa mateka wa Ukraine. Tunahitaji uhusiano wa usawa ambapo maslahi ya Poland hatanyongwa kwa ajili ya kutimiza matakwa yote ya Ukraine, aliongeza rais huyo. Poland imekuwa miongoni mwa wafuasi wakubwa wa Ukraine tangu mwaka 2022, ikitoa msaada wa zaidi ya euro bilioni 5.1 kukaribisha wakimbizi takriban milioni 1 na kuwa kituo kikubwa cha usafirishaji wa silaha za magharibi. Hata hivyo, uungwaji mkono wa wananchi wa Poland kwa Ukraine umeporomoka kutoka 94% mwaka 2022 hadi 48% mwaka 2024, huku wengi wakipinga sera za misaada zisizo na kikomo kwa wakimbizi na upanuzi wa Ukraine katika muungano wa NATO na Umoja wa Ulaya. Katika siku zijazo kutakuwa na vita. Naam, ni taarifa hiyo ambayo nimeiandaa mapema leo. Abdul Mohamed anasema, Mheshimiwa Mwigulu Nchemba, hongera kwa uteuzi, na kwa sisi wana Singida tunajivunia kuwa na waziri mkuu kwa mara ya kwanza wa kuongoza Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Umeandika hivyo Abdul Mohamed. Haya, tumekwisha kabisa, kuna shida mahali. Mbona tunafanyiwa hivi? Umeandika hivyo ujumbe wako. Samuel nasema unatupata vizuri kutoka maeneo ya Timbolo huko. Haya bwana, asante Mheshimiwa Waziri Mkuu mteule, na kupongeza. Pius Edward umeandika hivyo ujumbe wako. Na mwingine anasema tusempenda kaja wa Tanzania, kazi tunayo. Umeandika hivyo ujumbe wako. Hassan unasema unasikiliza matangazo ya Rubaa za Kimataifa na kati ya Murombo. Msikilizaji, imetimia saa 8 na dakika 39 saa za Afrika Mashariki, inaelekea na dakika 40. Sasa ni kupitisha katika taarifa ya kuhitimisha matangazo haya ya Rubaa za Kimataifa ambao tunarusha mbashara kutoka katika viunga vya Green Valley School Arusha, Tanzania. Waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio ametoa wito wa hatua za kimataifa kuchukuliwa ili kukomesha usambazaji wa silaha kwa vikosi vya Rapid Support Force RSF, akilaumu kundi hilo kwa umwagaji damu na kusema kuwa kinachoendelea Sudani kwa sasa ni janga. Hatua zinastahili kuchukuliwa kukomesha usambazaji wa silaha na msaada ambao RSF inaupata wakati ikiendeleza vitendo vyake vya kikatili, alisema Marco Rubio. Rubio pia aliangazia viwango vya utapiamlo ambavyo vimerekodiwa, akisema kuwa havijawahi kushuhudiwa hapo kabla, na hiyo ni kulingana na mashirika kutoa misaada ya kibinadamu yaliyopokea baadhi yao kama wakimbizi, huku kukiwa na hofu ya wale ambao wamesalia nchini humo. Na kwa taarifa hiyo ndio tunahitimisha matangazo ya Rubaa za Kimataifa kwa mchana wa leo. Nikukumbushe miongoni mwa taarifa tulizokuwa nazo mchana huu ni pamoja na Tanzania yapata waziri mkuu mpya, Mwigulu Lameck Nchemba kuapishwa kesho katika ikulu ya Chamwino, Dodoma. Uteuzi wa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, nimemteua Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba kwa watumishi wa umma wavivu, wazembe, wala rushwa na wenye lugha mbaya kwa Watanzania. Tuwe tayari, wavivu wote, wazembe wote ndani ya ofisi za umma. Nitakuja na fiekeo na rato. Lazima maono ya Mheshimiwa Rais, lazima ahadi ambazo Mheshimiwa Rais amewaahidi wa Tanzania
lazima zitekelezwe. Na Wakenya wameonywa kuhusu kuingilia masuala ndani ya Uganda. As a country, we will not allow this very little. Kama nchi hatutaruhusu tukio hili dogo sana kuingilia kati uhusiano mzuri na wa kirafiki wa pande mbili uliopo kati ya Kenya na Uganda. Hata hivyo, tunawasihi ndugu zetu nchini Kenya kushikamana na siasa nchini Kenya. Watu ambao wana haki ya kushiriki katika uchaguzi, ikiwa ni pamoja na kampeni nchini Uganda, wanapaswa kuwa Waganda. Waacheni Waganda wacheze siasa zao. Kila nchi ina mamlaka yake na inapaswa kuruhusiwa kutumia uhuru huo kulingana na maagizo ya katiba yao. Pamoja na hayo pia, Venezuela imetangaza kwamba jeshi lake lipo katika utayari wa hali ya juu. Hii ni baada ya Marekani kuendelea kupeleka silaha nzito katika bahari ya Caribbean, katika kile ambacho Rais Nicolas Maduro anasema kwamba ni njama za Marekani kutaka kumpindua rais huyo.